amezidi kunilinda na kunihifadhi. Yatitana na kumujena na kuugitira. Hivyo basi nami nimekata kauli ya kuishi kwake na kuomba nani ni duitito ya wikara wake hadi mwisho wa dahari. Ila mwisho wa matuku. Bwana wabariki na watende mema. Ngayamuna adhima na mwikewega. Hivyo basi ningependa kumpa mkalimani wangu nafasi na akaweza kuwasalimu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Washira kiama nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nina furaha ya wokovu. Tubarikiwe tunaposikia neno la Mungu. Amen. Tunaendelea na mada yetu ya mwaka. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya kunipa nafasi kunena katika hali ya kutembea katika uwepo. Manake nadhani na natumai ya kwamba leo ni Jumapili ya kutembea kuhubiri juu ya hiyo kichwa. Lakini najua tutaelekezwa. Hivyo basi nami ninasema kwamba walking in the presence. Na sasa mada ya kichwa changu naita kwamba we must change the mentality from slavery to sonship. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Manake ukisoma ukiangalia katika maisha yetu ya kila siku, hata ambao wameajiliwa, hata kama umeajiliwa katika nyumba kuu katika miaka mingapi, hautaweza kurithi wale wazazi ama wale wenyeji wa ile mji. Lakini mwana wa ile nyumba ana haki ya kurithi. Na si na hata mambo mengine ambayo huyu inanishangaza sana. Ni ya kwamba hata wewe ukiwa kama mzazi, kuna vile unaweza gawa mali, nao wana waende wastaki ya kwamba haukugawa ile na mtarataramu weka. Hivyo basi katika ufalme tulioko ndani yake, tumeokolewa kwa neema. Na Yesu Kristo akaacha mamlaka yote mbinguni, akashuka hapa duniani kututafuta tulipokuwa tumepotea. Na hivyo basi akatundikwa pale msalabani. Na hivyo basi tukaweza akawa patanisho letu na Bwana. Tulipokuwa ya kwamba tulipoletwa yadwa bure, wakati tulikuwa ni watu wa mataifa, sasa akaja akatufia kupitia kwa damu yake, akatukomboa kutoka kwa watu waliokuwa wamepotea, akatufanya kuwa wagawa patanisho letu na Baba. Hivyo basi tukapata na nafasi ya kumuita Mungu wetu Baba, kwa sababu ya yeye, kwa sababu ya damu yake Yesu Kristo. Na hivyo basi tutasomea maandiko yaliyo katika kitabu cha Luka mtakatifu 15, kuanzia pale mstari wa 11. Luka 15 kuanzia 11. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia baba yake, nipe sehemu ya mali iliyoniangukia. Akawagawia vitu vyake. 13. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya usherati. 14. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchini ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. 15.
akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. 16 Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosea juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. 20 Fika pale. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Mahali ambapo tumesoma ni juu ya mtu mmoja. Hautwaka maandiko ya mundu umwe. Na huyu ni Yesu Kristo alikuwa anapeana mfano. Na huyu ni Yesu Kristo ulahayana muhano. Ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye alikuwa na wana wawili. Apekwena mundu umwe wali na shana yake. Naye yule mdogo akamjia baba yake akamwambia. Na toya moni yayo kakole yake moya. Akamwambia, nipe sehemu ya mali yangu. Atikaye ndio ile shida shakwa. Ili nami nienende kama wanaume wengine. Na nikenda na nyuma gale taaluma yake. Angalia kulingana na mawazo yangu. Na kesho kulingana na mwishile ndio wako. Labda huyu kijana alifikiria na akaona ya kwamba mimi nimekomaa ya kutosha. Na sasa nimefika wakati ambapo naweza ondoka katika nyumba ya baba yangu. Na nienende nikatumie mali ambayo tagawiwa na baba yangu. Na huyu kijana maandiko inasema ya kwamba akaenenda katika nchi ya mbali. Akatumia ile mali yote kwa njia ya anasa. Akapapanya mali yake yote. Na maandiko inasema ya kwamba katika nchi ile kukawa na njaa. Wakati kulipokuwa na njaa katika nchi, yule kijana hakuwa na pesa za mahitaji yake. Hata maandiko imesema ya kwamba akatamani kula na nguruwe. Inanikumbusha miaka ya kitambo nilipokuwa katika shule ya Jumapili. Shule ya Jumapili Sunday school. Shukuru ya Sunday school. Kuna wimbo moja tulipenda kuimba sana. Kuna wimbo tuelete kuina muno. Nalikuwa naenda hivi. Na watu yao, yule kijana mwana mpotevu alitamani mali yake yote, na mwisho wake alipata tabu. Alitamani kula na nguruwe. Mwanangu njoo, rudi mle nyumbani, baba nakugoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru kusikia hata wengi wanaelewa ule wimbo. Ule wimbo ulikuwa mwalimu wetu ambaye alikuwa wa Sunday school. Alikuwa anahakikisha kwamba kila Jumapili tungeimba ule wimbo. Na anatuambia ya kwamba inajua siku moja sitakuwa na wafunza, lakini nitaenenda. Lakini huu wimbo ukiuimba
you were restored to God. Quote kwa bracket tuseme you are restored to sonship. Na in bracket ugenyushoka ndio mtu ekamwana. Nukuu ya pili, udo wake, we must continually keep on preparing. Lazima tuendelee kujiandaa siku baada ya nyingine. Hebu tusomee katika maandiko yaliyo katika kitabu cha Yohana mstari kuanzia pale mstari wa 10. Yohana 5 mstari wa 10. Amen. Yohana 5 kuanzia 10. Neno la Mungu linasema ya kwamba kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza yule aliyekuambia jitwike uende ni nani? 13. Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga, kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Hapo iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni mtu mmoja ambaye anaishi na ulemavu katika miguu yake. Na walipopatana na Yesu, Yesu akamwambia kwamba jitwike godoro lako uenende. Nao wale ambao walikuwa ni Wayahudi, watu wa sheria, wakamuuliza, mbona unabeba godoro lako na leo ni siku ya Sabato? Bwana Yesu asifiwe. Lakini naye akamwambia, mimi sijui lingine lolote. Yule aliyeniponya ameniambia ya kwamba jitwike godoro lako na uenende. Hivyo ndivyo ilivyo katika siku ambazo tunazoishi.
Nukuu hiyo nyingine. Odoshoke. We must keep building our faith. No kijatuthi na mbele kwa kama itekio wito. Hebu tusomee katika kitabu cha Wagalatia 5. Amen. Wagalatia 5. Kuanzia mstari wa 17. Wagalatia 5 kuanzia 17. Linasema ya kwamba kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho hushindana na mwili, kwa maana hizi zimepigana, hata hamwezi kufanya mnayoyataka. 18. Lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: usherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi. 21. Hapo iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumetajiwa mambo ambayo tunafaa kujiepushana nayo. Tukiwa kama wakimbiaji katika riadha ya kiroho, kuna mambo fulani lazima tuweze kuepushana nayo. Lazima tuenende katika mapito ambazo zinampendeza yeye aliyetuumba. Lazima tuendelee kuhubiri jambo hilo, kwa sababu yanayompendeza huu mwili hayampendezi roho. Na hatuko vile wito vile ndio hapo vitu. Tunako vijana. Kuna mahali ambapo tunaenenda. Kuna ile sauti ulisikia wakati ulipolelewa. Wakati ambapo Bwana alikuita katika ufalme wake. Hivyo basi lazima tuweze kujiepusha na haya anasa zote ambazo tumetajiwa. Lazima tuenende kadiri ya mapenzi ya Bwana. Lazima tumpendeze aliyetuumba. Manake huu mwili unapenda mambo ya hapa duniani, kwa sababu mwili utaachwa hapa duniani. Roho ienende kwa yule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukitaka kujua Na ugenda kumenya mtu akifa, mundu akikuwa, wewe anayegoa mwili wa ng'ania. unasikianga watu wakisema ya kwamba mwili wa mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi fulani ameenda kule alikotoka. Na kwa mundu munania dite kuli ya wamwechile. Bwana Yesu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi lazima tuwe watu waangalifu sana, Na kwa bonogi ya tutwike ndo makono niliyaweka. kwa sababu huu mwili utakuelekeza katika anasa za hapa duniani. Tondo mwili na ugoto wale ndiye maudhi mago kote. Lakini mambo ni haya ni hapa duniani. Kama utumasho mole ni mago kote. Lakini roho itarudi kwa yule aliyeiumba. Na roho ndio kushoka kule ya wao pia. Hivyo basi tunapaswa kuenenda kadiri ya mapenzi ya Bwana. Na kwa kulitupatie kulingana na wetu wa gari. Hebu tusomee Warumi 10. Romans 10 mstari wake wa 17. kuanzia 17 inasema ya kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini nasema, je, wao hawakusikia? Acha nirudie. Lakini nasema, je, wao hawakusikia? Naam, wamesikia. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Hebu nisomee 17 peke yake. 17 inasema ya kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi lazima tuendelee kujenga imani yetu. Na kwa kuondoka ya tudina mbele na kwa kama itekio wito. Na imani yetu
nigenda wewe uliondo na nukajokerie katikati ya juma huu unasoma Biblia, katika wiki nyodoma gachiugo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama Biblia unaichukua tu siku ya Jumapili unapokuja kanisani. Kana kibokyo yao mwenye wake umerejo loka kanidhaini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapaswa pia hata kuyabadilisha mawazo yetu. Ndio kinya tugarura nyembo ishire vya wito. Unajua kuna watu wanasema bana daga godade ya kanisa naomba leo ule dada kama ajuenda leo kanisa. Kuna watu wanasema ya kwamba nikikosa kuja watatupigia simu waniulize kwa nini sikuhudhuria ibada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisani unakuja kujengwa imani yako mwenyewe. Kanidhaini tukala mwako witekio wito. Kanisani unakuja kwa sababu ya faida yako mwenyewe. Kanidhaini tukala mtoto wa faida ito ijuene. Kwa sababu unapokuja kanisani, mtoto niliyomuka kanidhaini. Unasomewa neno la Mungu, unasomewa kutuboki ya gari. Unajengwa imani yako. Kwa witekio wako. Kuna wakati ambapo niliwapea hadithi hapa kidogo na ningependa tu kurudia. Kwenda mahinda la muhigelo gani na ningenda kushokela. Wakati ambapo wanajeshi wameenda vitani. Mahinda mania jeshi budi bara hili. Katika kambi zao ambazo wamejenga kule vitani. Ndio wakabisha wanyamaka wakubara hili. Kuna wana hospitali zao kule. Ni kukula kuna hospitali yao. Kwa sababu wanajua katikati ya kule vitani. Mtoto ni moyo kagate ile kabara hiyo. Kunao ambao wanaweza jeruhiwa. Kwa nini au makubula hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati ambapo tupo hapa duniani na mahinda mania tukukobe. Sisi ni kama wanajeshi. Iwetu hana kajeshi. Manake tuko katika vita yetu dhidi ya shetani. Mtoto tuidhini wabara ito na wale amuru. Manake yule mwovu shetani anataka kukuregesha nyuma. Mtoto ni amuru shetani na kushoke na dudha. Ili usidumishe imani. Na ningeza tukaikare dhidi wawe tekio. Lakini katika hali ambayo lazima udumishe imani. Na dhidi waki leo ya kuitekia na kutulia wetekio. Tunapigana dhidi yake. Nituhura na haikolo ni yakuwa. Hivyo basi unaweza pata jeraha. Na kuogo nogi na kugula liyo. Na wakati ambapo tuko hapa duniani. Na mahigamania tuigu ukode. Hii ndiyo kambi ya kijeshi ya vita ya kiroho. Ino ndiyo kambi ya ajeshi ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ya heo. Ukienda upate jeraha. Ukipiyo na kugula liyo. Unakuja hapa. Unapewa basi. Ukahepate. Hatukupeleki kwa Mungu direct. Ukimungu anakuiga direct. Unarudi vitani tena. Unaendelea kupigana na yule mwovu shetani. Ili kudumisha imani yako. Ili kusimama katika imani. Hivyo basi. Ulikuwa unapenda tena kanisa. Beyond the watch. Bwana Yesu asifiwe. Beyond the lookout. Wacha nikupatie hadithi kidogo. Wacha nitumie tu hiki kikombe ambacho nimepewa nacho maji hapa. Hiyo kikombe kina maji. Ningependa sasa usione kama kikombe. Uone kama ni thermos flask. Lakini hapa juu imefunikwa. Ili ile maji dumu na joto. Si ndio? Lakini naye ukuje hapa juu utoboe kashimo tu kadogo. Na uweke kama mfereji kadogo. Na usiwe unaweka maji mingi. Lakini yaliyo ndani ni maji moto. Lakini iendelee kupata tone ya maji baridi. Pole pole. Nini itaendelea kwa ile maji? Sitapoa. Hivyo ndivyo ulivyo kama Mkristo. Ukifungulia shetani kamlango hata kidogo. Aendelee kuweka kitu kidogo katika moyo wako. Ulikona na haya moyo wako. Utajipata wewe umekuwa mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi lazima tutangaze misimamo yetu. Lazima tuenende katika kadiri ya mapenzi ya Bwana.
Kwanza mstari wa 3 kabla usome ningependa kusoma hii nukuu. Jesus was given for our sins to deliver us. Yesu alipeana kwa ajili ya dhambi zetu ili atukomboe. Tusome Wagalatia 1. Amen. Galatians 1 kuanzia 3. Neno la Mungu linasema ya kwamba neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu ili atuokoe na dunia hii bovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu Baba yetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulipewa Yesu Kristo ili atukomboe. Tukihewa Yesu Kristo ningenda atokule. Na tusichukue Yesu tukikoe Yesu Kristo na ajira ya Mungu. Na tusichukue Yesu Kristo kwa njia ya urahisi. Kwa sababu wakati mwingine tunaenda tunazoea. Nitoa maida mageni tuziaga tukamenyera. Na tunakuwa na hatari kubwa sana wakati ambapo umezoea wokovu. Na kwenda wakati munene mmono iliyokumenyera uhonokio. Maana ukizoea wokovu, nitoa iliyokumenyera uhonokio. unaelewa unakuta wewe ni Mkristo. Biao wako lako wewe ni Mkristo. Hakuna yule hawezi nena. Na mtile chuo takialia. Hata hakuna yale ambayo hawezi fanya. Na mtile maono takika. Kwa sababu wewe umezoea. Mitoto wengi umenyeleka. Kuna hatari kubwa sana ya kuzoea wokovu. Kwenda wakati munene mmono wako menyera Kwa uhonokio. sababu Mkristo ambaye amezoea wokovu, Nitoa uhonokio iliyokumenyera uhonokio. anaendaga anapata ya kwamba anaweza nena jambo lolote. Tabia yake kwema waliohudua wote. Bwana ni abosho. Amen. Ulimi ni kiungo kidogo, Nulimini kindu kinini muno. lakini inaweza kufanya ukozi wokovu wa milele. No lutume weherere ungamati wa tene na tene. Hiyo ni Yakobo 3:10. Hau nija kufuidato kwa bili kumi. Ya kwamba ulimi ni kiungo kidogo sana. Ati nulimini kindu kinini muno. Ni kama tu ile kiungo kidogo ambacho huelekeza maelekezo. Tita kindu kile kinini tu kile kiona geli ya meli. Kwamba hiyo steering wheel ambayo inaelekeza maelekezo. Ati kigaraki ukile kitu hata watu walipia meli. Inaelekeza kwa njia ambayo inafaa kuenenda. Nikimitwala na zile yake ile kurumirira. Hivyo ndivyo ulimi wako ulivyo, mtu wa Mungu. Na kwa hiyo olaombo ni kwa ulimi wa kurutari. Ulimi wako unaweza elekeza maisha yako Ulimi wa kuno umelekea mtumile wako. kule ambapo unafaa kuendelea. Kwa yako wangile kukolwoge vile. Nukuu hiyo nyingine ninapotamatisha. Udosho kingine kiredia. When you walk as per the will of God, Niliyokoki kulikana na wetu wa gari. our Father rewards you with the gift of the Spirit. Kai mitunya kutugaga na ihe oshialo. Unaweza soma katika kitabu cha Wakorintho. Tutasoma, unaweza soma katika kitabu cha Wakorintho 12 kuanzia pale 1. Wakorintho wa kwanza. Hivyo basi, Na kwa tupaswa kuwa waangalifu sana. nitupata ile kukoroto ya tumana alawega. Kwa sababu wacheni niwaambie watu wa Mungu. Nitoto lekenge mwili ya wa gari. Labda unaona unazungumza kwa ndimi wakati mrefu. Legina nikinoona kanyola kota kwaje na atiomigwa kahida. Bwana ni awoshe. Amen. Wacheni niwaambie. Lekenge mwili. Ukira akalia Roho Mutheru. Ukimkasirisha ama kumkosea Roho Mtakatifu. No ndiye Anaweza akakuondokea. anakutigilio vyo. Na akuachie dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukoloni urania na vyo. Ikiwa unaongea kwa dini. No mahoya maku matikoragwo na any results. Lakini maombi yako haina majibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe. Ole wako uwe mwangalifu, mtu wa Mungu. Ni hakuwe ukolokero la mundu. Kwa sababu unaweza pata mwingine naomba maneno matatu. Nitoto ndio kwa leo tukila haya shughuli itatu. Na mambo makubwa yanatendeka. Na maono manene mageti. Kwa sababu Roho Mtakatifu yu pamoja naye. Nitoto Roho Mungu mwaka yeye mwenyewe. Hivyo basi lazima tuwe waangalifu. Na kwa mondoki ya tukoroto
will come for his sins and be with them forever. Niago kakugira atheru ake na maikaranie nake hamwe tene na tene. Hebu tusomee katika kitabu cha Yohana 14. Yohana 14. Kuanzia kwa pale mstari wa 1. John 14 kuanzia hapo kwanza inasema ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Mwaminini Mungu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Biblia inasema ya kwamba nyumbani mwa Bwana, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Tatu inasema ya kwamba basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alienda kuandaa makao. Yesu Kristo alikuja kutohariria sikaro. Lakini yale makao si ya kila mtu. No sikaro shukishia doode. Makao yale si ya kila mtu. Sikaro shukishia doode. Hata kuna wimbo mmoja tulikuwa tunaimba katika Sunday school. Wanakweli kwa ina katika Sunday school. Na sijui vizuri lakini nitaguzia mahali ambapo nitajua. No jiwe weka ndo nikuja hali ya joy. Tulikuwa tunasema ya kwamba sio wote wamuitae Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ishi hapa duniani kusema niye ndatoleta kanisa ile. Unaweza kuishi kusema ya kwamba niishi ndani ya nyumba ya Mungu. Lakini mapito yako na Bwana yako namna gani? No bila shaka unaga itajiatia. Bwana wabariki. Veja mbona adime. Sana mchungaji, naomba tusimame tupate timu yetu ya praise and worship tunapotamatisha. Haleluya. Unifanye kama wewe unifinyage, nifinya unifanye kama wewe
pamoja na Kristo, mrithi wa ufalme. Bwana nisaidie katika kukua, katika kukomaa. Nisaidie katika kukomaa. Imani yangu ikomae, njia zangu ziwe za kukomaa katika jina la Yesu Kristo. Bwana ninakutukuza, Bwana ninakuinua kwa sababu umeninenea. Niongoze katika neno lako, niongoze katika kutii katika jina la Yesu Kristo. Ninakutukuza Bwana, ninakuinua Mwokozi katika jina la Yesu. Wewe unatenda makuu, endelea kunitendea makuu, endelea kututendea Bwana katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakutukuza, tunakuinua. Adhuhuri ya leo Bwana, kwa kushukuru kwa kutunenea. Ni asante kwa sababu Bwana umetukumbusha kwamba sisi ni wanao. Tupatie mawazo ya kuwa wanao, tuwe na tabia kama wanao, watu walio huru bali sio watumwa. Umetupa Roho wako Mtakatifu ambaye ni Roho aliyetuweka huru kutokana na mawazo yote ya utumwa. Tutatembea kama wanao, tutaishi kama wanao, tabia zetu kama wanao walio warithi pamoja na Kristo. Twakutukuza, twakuinua kwa sababu wewe ni Bwana wetu. Endelea kutubariki na kutuongoza katika njia zako Bwana. Bwana, twakutukuza, twakuinua. Asante kwa sababu umekuwa nasi katika ibada hii Bwana. Twaomba na twawakumbuka wale walio na mahitaji. Naomba kwamba Bwana utakutana na kila hitaji katika jina la Yesu Kristo. Wewe Bwana unajua mioyo yetu, unajua mawazo yetu, unajua maisha yetu. Kutana na kila hitaji katika jina la Yesu. Wale walio wagonjwa Bwana, naomba ukawaponye. Walio na mahitaji mengine Bwana, watimizie. Badilisha ushuhuda wa kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Bwana hata kwa sababu ya nchi yetu. Bwana, tunaomba uingilie kwa kila jambo. Ukatupa mwelekeo mpya kama nchi katika jina la Yesu Kristo. Tubariki Bwana na utupe neema kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Tunapoendelea kumalizia, labda uko hapo na haujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni vibaya kumalizia ibada na tusiulize, na unataka kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Uko hapo, nionyeshe kwa mkono. Utaweza kuomba na wewe na utampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Uko hapo, haujaokoka na ungetaka kuokoka. Nafasi ndio hii katika jina la Yesu. Haleluya. Baba, tunakutukuza kwa sababu neno lako linaendelea kutenda kazi. Twaomba likatende kazi ndani yetu kwa utukufu wa jina lako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Salimia mtu, mwambie you are not a slave. Mwambie wewe si mtumwa.